Habari za wakati huu, karibu tena. Pasina shaka upo salama kabisa. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam limetoa taarifa kwa umma shambulio la Father Dr. Charles Kitima ambapo alishambuliwa usiku wa tarehe 30, yani mwezi wa 4 kuingia mwezi huu wa 5 majira ya saa 3 usiku na watu wasiojulikana katika makazi yake katika makao makuu ya Teki kanda ya Dar es Salaam. Jeshi la polisi linamshikilia mtu mmoja kwa tuhuma za kuhusika katika shambulio dhidi ya Padri Charles Kitima, katibu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC, aliyejeruhiwa kichwani na kitu butu akiwa katika eneo la maliwato ya kantini ya Teki Kurasini. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Murilo, tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia Mei 1 majira ya saa 4:15, muda mfupi baada ya Padri Kitima kuhitimisha kikao cha viongozi wa dini kilichofanyika tangu saa 3 asubuhi hadi saa 1 jioni. Baada ya kikao, Padri Kitima alielekea kwenye kantini ya baraza na kubaki hapo hadi saa 4:15 usiku alipokwenda maliwatoni, na ndipo alipojeruhiwa kichwani na watu wawili waliotumia kitu butu, imeeleza taarifa hiyo ya jeshi la polisi. Padri Kitima alikimbizwa katika hospitali ya Aga Khan ambapo anaendelea kupatiwa matibabu na hali yake imeelezwa kwa sasa kuwa inaendelea vizuri. Jeshi la polisi limeeleza kuwa linamshikilia Rauli Mahabi Haraja, mkazi wa Kurasini, kwa mahojiano kuhusiana na tukio hilo na linafanya uchunguzi wa kina wa chanzo cha tukio hili na kuwachukulia hatua kali za haraka wote waliohusika. Awali, baadhi ya mashuhuda na waumini wa kanisa hilo waliokuwepo kwenye mgahawa mmoja ndani ya viunga vya Teki Kurasini walieleza kuwa Padri Kitima akiwa kwenye mazungumzo na baadhi ya watu alinyanyuka na kuelekea msalani, na ghafla kwa dakika chache walitokea watu waliomshambulia kwa sekunde chache na kisha kuondoka. Na baadaye ndipo Father Dr. Charles Kitima alipoonekana akiomba msaada akiwa anavuja damu katika sehemu mbalimbali za mwili wake. Mara baada ya shambulizi hilo, Padri Kitima amepatiwa matibabu ya awali kwenye kituo kidogo cha afya cha Teki kilichopo eneo hilo. Na Padri Kitima, kando ya utumishi wake na nafasi aliyonayo ndani ya kanisa, amejipatia umaarufu mkubwa nchini Tanzania kwa miaka ya hivi karibuni kwa namna ambavyo amekuwa mkosoaji mkubwa wa mienendo usiofaa kwenye jamii na akiwa mstari wa mbele katika kuhubiri utawala wa sheria na haki za binadamu pamoja na demokrasia. Ukipitia katika peji za jeshi la polisi Tanzania baada ya kuchapishwa kwa taarifa hiyo, nimejaribu kupitia komenti kuona Watanzania wana maoni gani kufuatia taarifa hii ya jeshi la polisi Tanzania, shambulio la Father Dr. Charles Kitima baada ya kushambuliwa na watu hao ambao tayari mtu mmoja ametiwa mbaloni, lakini jeshi la polisi limedai ya kwamba linaendelea kufanya uchunguzi zaidi ili kuweza kuwakamata wote waliohusika, na kisha baada ya kuwakamata basi watachukuliwa hatua kali za kisheria. Huyo wa kwanza anasema, hapo mmeanza kugusa pabaya, niko pale mtaniambia. Lakini pia mwingine anasema novena ya siku 9 tu ya 10 maombi yanajibiwa faster. Lakini pia mwingine anasema kwamba hivi, ndugu zangu, mmewahi kupata asili ya neno raia na mali zao? Najaribu kuhoji, je, siye tusiye na mali leo ni hii mmeongeza na hii mali na madaraka ya juu, ndio maana kuna majira utasikia tumetumwa kutoka juu. Lakini pia mwingine anasema kwamba je, ni mtu husika? Msio mnazima tukio kwa kuwakamata watu wasiohusika, kwani mmekuwa mkitoa baadhi ya taarifa zinazokinzana na taarifa halisi kama ile ya wapinzani. Nimalizie na komenti hii ya mwisho. Huyu anasema kwamba kweli Bongo Movie sisi hatujamuona huyu mtu, haya mambo mnachukulia poa, lakini hao mapadri viongozi wa CCM wanawafuata ili waende wakaombe mikopo Ulaya. Mwingine anasema kwamba hongera sana kwa jeshi letu bora la polisi kwa kazi nzuri. Lakini pia mwingine anasema baada ya kukosoa na kutaka amani yameanza kutokea haya, kwa nini wasipigwe siku za nyuma ila waanze kupigwa baada ya kugusia swala la haki na amani?
nyie, Mungu ni mkali sana, unafanya gizani, lakini yeye aonaye mpaka silini atawahukumu tena kwa wakati. Sasa waliofanya hicho kitendo na aliyewatuma kamwe wasipate amani kwenye maisha yao, na Mungu wa mbinguni awaadhibu. Tuachie maoni yako kwa hili, lakini taarifa ya jeshi la polisi ni hiyo, na endelea kukaa karibu nasi kwa taarifa zaidi, na tutakuhabarisha afya ya Padri Kitima inaendeleaje baada ya kupatiwa matibabu akiwepo katika hospitali ya Aga Khan.